Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ni siku nyingine tena ambayo ni njema kabisa. Bwana ametupa na Bwana ametuongoza tena kufika katika nyumba yake ili tuweze kujifunza maneno yake matakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna somo zuri sana siku ya leo, na napenda uweze kutega sikio lako, moyo wako uwepo hapa ili uweze kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu siku ya leo linasema jinsi ya kumaliza mwaka huu kwa ushindi. Amen. Jinsi ya kumaliza mwaka huu kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tunachukua somo letu katika kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 8 na ule mstari wa 7. Na Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Amen. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7. Tunaweza kusoma pale, na kama umefika tunaweza tukasoma pamoja. Amen. Ayubu 8:7, Biblia inasema, tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, anasema lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Amen. Anasema ujapokuwa mwanzo wako ni mdogo, lakini anasema mwisho wako utaongezeka sana. Amen. Aya, tunaangalia Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Katika andiko hilo Biblia inasema kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Amen. Kwa nimekuja nikuonyeshe namna unavyoweza kumaliza mwaka huu kwa ushindi. Maana tuko katika mwisho wa mwaka, na Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Katika Ayubu tumeambiwa ijapokuwa mwanzo wako ni mdogo, lakini mwisho wako utaongezeka sana. Amen. Kwa hiyo kitu kingine ambacho ningependa ufahamu siku leo ni kwamba kulingana na neno la Mungu, mwisho wa jambo huwa ni bora kuliko mwanzo wake. Amen. Kulingana na neno la Mungu, mara zote mwisho wa jambo ni mkuu kuliko mwanzo wake. Amen. Ukisoma Biblia vizuri, utagundua kwamba mwisho wa Yesu ulikuwa ni mzuri kuliko mwanzo wa Yesu. Amen. Yesu alianza kama mfalme wa Wayahudi, lakini Yesu alimaliza akiwa anaitwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Biblia vizuri utaona kwamba mwisho wa Yesu ulikuwa ni mzuri kuliko mwanzo wake. Yesu alianza akiitwa mfalme wa Wayahudi, lakini mwisho aliitwa mfalme wa wafalme. Amen. Haleluya. Yesu alianza maisha yake kwenye hori la ng'ombe, lakini Biblia inasema mwisho wa Yesu aliketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu kule mbinguni. Amen. Kwa hiyo kutokana na hilo utagundua kwamba mara zote mwisho wa jambo linakuwa ni bora kuliko mwanzo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia utagundua pia kwamba mwisho wa Ayubu ulikuwa ni mzuri kuliko mwanzo wake. Haleluya. Ukisoma Biblia yako vizuri utagundua kwamba mwisho wa wana wa Israeli kule Misri ulikuwa ni mzuri kuliko mwanzo wao. Haleluya. Walianza Misri wakiwa ni watumwa, lakini Biblia inasema mwisho walipokuwa wanatoka, walitoka wakiwa na dhahabu, wakiwa na fedha, na hakuna aliyekuwa dhaifu katikati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwisho wa jambo mara zote huwa ni bora kuliko mwanzo wake. Haleluya.
Kwa hiyo nataka uamini kwamba haijalishi ulivyoanza mwaka huu. Yawezekana ulianza mwaka huu vibaya. Yawezekana ulianza mwaka huu kwa ugumu. Yawezekana ulianza mwaka huu kwa magonjwa. Yawezekana ulianza mwaka huu kwa madeni. Yawezekana ulianza mwaka huu kwa kesi. Amen. Hallelujah. Lakini ninachotaka ufahamu ni kwamba unaweza ukamaliza mwaka huu vizuri. Unaweza ukamaliza mwaka huu kwa ushindi. Unaweza ukamaliza mwaka huu kwa baraka. Unaweza ukamaliza mwaka huu kwa utukufu wa Mungu. Unaweza ukamaliza mwaka huu kwa baraka kubwa na mavuno makuu mwisho wa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ufahamu ni kwamba Mungu bado anaweza akafanya jambo katika maisha yako. Haleluya. Mungu bado anaweza akafanya jambo ambalo litafuta machozi uliotoa miezi yote ya nyuma. Haleluya. Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu. Bado Mungu anaweza kufanya jambo katika maisha yako. Nataka uamini kwamba Mungu hajamaliza mwaka huu. Mungu hajafunga ukurasa wa mwaka huu. Mungu hajafunga pazia la mwaka huu. Bado anaweza akatenda jambo katika maisha yako. Bado anaweza kuonyesha wema wake. Bado anaweza kuonyesha uaminifu wake. Bado anaweza akafanya jambo ambalo litafuta machozi uliotoa miezi yote ya nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho nataka uamini ni kwamba usikate tamaa juu ya mwaka huu. Haijalishi ulianza vipi. Amen. Usikate tamaa juu ya mwaka huu. Haijalishi ulianza kwa ugumu kiasi gani. Haleluya. Mungu bado hajamaliza. Mungu bado hajafunga ukurasa wa mwaka huu. Amen. Bado unaweza ukamaliza mwaka huu vizuri. Bado unaweza ukamaliza mwaka huu kwa kicheko. Bado unaweza ukamaliza mwaka huu kwa utukufu na kwa ushindi mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikuonyeshe namna ambavyo unaweza ukamaliza mwaka huu kwa ushindi. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo unaweza ukamaliza mwaka huu kwa ushindi mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza ambacho nimekuja kuonyesha, kama unatamani kumaliza mwaka huu kwa ushindi, kwa kicheko, kwa baraka, amen, kitu cha kwanza ambacho unapaswa kufanya ni wewe kuendelea kusherekea uaminifu wa Mungu. Amen. Bila kujali yale unayoyapitia. Amen. Hicho ni kitu kikubwa ambacho nataka nikuonyeshe siku ya leo. Wewe ambaye unatamani kumaliza mwaka huu kwa ushindi. Wewe ambaye unatamani umalize mwaka huu kwa kicheko. Kitu pekee ambacho unapaswa ufanye ni wewe kuendelea kusherekea uaminifu wa Mungu. Haleluya. Bila kujali hali inayokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa uaminifu wa Mungu ni nini? Uaminifu wa Mungu ni ile tabia ya Mungu ya kutokubadilika. Amen. Uaminifu wa Mungu ni nini? Uaminifu wa Mungu ni ile asili ya Mungu na yeye kuwa jinsi alivyo bila kubadilika wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Uaminifu wa Mungu ni nini? Uaminifu wa Mungu ni ile hali ya Mungu kuwa jinsi alivyo bila kubadilika wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Malaki sura ya 3 na ule mstari wa 6. Biblia anasema hivi, Malaki sura ya 3 na ule mstari wa 6. Biblia anasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana hamjaangamizwa enyi wana wa Yakobo. Unaona? Mungu hana kigeugeu. Mungu hana kubadilika. Mungu habadiliki. Na hiyo ndio asili yake. Na hiyo ndio tabia yake. Na huo ndio uaminifu wake. Uaminifu wa Mungu ni ile
asili ya Mungu ya yeye kutokubadilika, yeye kubaki jinsi alivyo siku zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says, for I am the Lord, I do not change, and that's why you are not destroyed. Ndio Biblia inavyotuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uaminifu wa Mungu ni ule uadilifu wa Mungu wa yeye kusema na kutenda kama alivyoahidi. Uadilifu wa Mungu. Haleluya. Huo ndio uaminifu wa Mungu. Mungu ana uadilifu wake wa yeye kutenda kama alivyosema. Amen. Ukisoma Warumi sura ya 4 mstari wa 21, mara zote yeye ni Mungu anayetenda kama alivyosema. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Haleluya. Huo ndio uaminifu wa Mungu, uadilifu wa yeye kutenda kama alivyosema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaposema uaminifu wa Mungu ni ule uadilifu wa Mungu wa kusema na kutenda kama alivyoahidi. Tunaposema uaminifu wa Mungu ni ile tabia ya Mungu ya kusimama katika agano lake bila kulivunja. Amen. Huo ndio uaminifu wa Mungu. Mara zote anasimama kwenye agano na hawezi kuvunja agano lake. Na hilo ndio Biblia inavyosema katika Zaburi 89 na ule mstari wa 34. Anasema mimi sitavunja agano langu. Amen. Anasema wala sitabadili neno lilotoka mdomoni mwangu. Huyo ndiye Mungu. Huo ndio uaminifu wa Mungu. Kusimama katika agano lake, kuangalia agano lake, kulitunza agano lake bila kulivunja. Anasema sitalihalifu agano langu, wala sitabadilisha neno ambalo limetoka katika kinywa changu, anasema Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, siku ya leo nataka tufahamu jambo hili, kwamba uaminifu ndio asili kuu ya Mungu. Amen. Nataka ujue kwamba uaminifu ndio tabia na asili kuu ya Mungu. Amen. Ni ile asili yake ya kutokujikana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ile asili ya Mungu ya yeye kutokujikana mwenyewe. Nataka ufahamu siku ya leo kwamba Mungu hawezi kukana asili yake. Nataka ufahamu siku ya leo kwamba Mungu hawezi kukana maneno yake. Nataka ujue siku ya leo kwamba Mungu hawezi kukana kauli zake, wala hawezi kukana ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya 2. Mstari wa 12 na mstari wa 13. Haleluya. Katika andiko hilo Biblia inasema English Bible anasema, even if we are faithless, he remain faithful. He cannot deny himself. Amen. Anasemaje? Anasema kwamba hata kama sisi hatuamini, mara zote Mungu anabaki wa kuaminiwa, kwa sababu yeye ni Mungu asiyeweza kujikana mwenyewe. Amen. Hata kama leo hii wanadamu waseme haumwamini Mungu, hata kama leo hii useme kwamba haumwamini tena Mungu, Biblia inasema Mungu mara zote anabaki wa kuaminiwa, na yeye Mungu hawezi kujikana mwenyewe.